Kuna wabunge walijiunga na msafara huu kwenda Moroko. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya Spika kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha Spika au ofisi ya Spika waandikiwe barua za kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge na kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya Spika. Pamoja na nia njema iliyokuwepo, taratibu za kibunge lazima zifuatwe. Katibu wape siku 4 kuleta majibu yao, na pale wataposhindwa, hatua za kikanuni za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya wabunge wote walikwenda Moroko bila kibali cha ofisi ya Spika. Mheshimiwa wabunge, tuna kundi lingine la utoro ndani ya bunge. Mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo, lakini wenzi wao kuwasainia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anayesaini tunamjua, wanafahamika, na yule anayesainiwa anafahamika vivyo kwa ni mtoro. Hao nao vivyo tuwachukulia hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine yote hayo hawafanyi, lakini ndani ya bunge hawamo. Huo ndio utoro uliokithiri, kudharau mamlaka ya ofisi ya Spika na kudharau wananchi waliotuleta humu ndani. Kuanzia Jumatatu hatutegemei haya kufanyika tena, na ofisi ya katibu ina uwezo wa kumtrace kila mbunge alipo kwa signal za simu. Ukiwa Songea, katibu anajua uko Songea, na hata ukizima simu yako, simu za sasa hivi bado zina emit signals. Kuna mbunge anaomba kibali cha Spika, anakwenda jimboni, lakini anakwenda nje ya nchi, na sio anavuka vipi kwenye viwanja vyetu vya ndege kwenda nje ya nchi bila vibali vya Spika. Hata ukiwa nje ya nchi, ofisi ya katibu ina uwezo wa kujua uko nchi gani kwa signal ya simu yako, na waziri wa mawasiliano anatusaidia kutrace watu. Tunayo orodha kubwa sana. Tunafanya utu na heshima, lakini sasa imeelekea utovu wa mahudhurio ya bunge yamepungua, yamezidi sana.